Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Sina Makosa sehemu ya 33. Sina Makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili. Wa kwanza anaitwa Kituro na wa pili anaitwa Zegadi, ambao walisoma shule moja, wakaanzisha urafiki na baadaye walikuja wakaanzisha udugu wa damu. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa msikilizaji, ni kukaribishe katika sehemu yetu ya 33. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni mambo gani ambayo yaliendelea kutokea juu ya hawa vijana. Baada ya kurudi ndani kwa spidi, moja kwa moja Angela alianza kushangaa ni kwa nini amerudi ndani kwa spidi, huku Kituro akiwa na waza hao watu kwa nini wamekaribishwa na kwa nini imekuwa hivyo. Lakini hata yeye hakutaka kulaumu, kwa sababu ni muda mrefu ambao umepita. Huenda hata kama ingekuwa ni kipenzi chake Angela, huenda singekumbuka. Hapo ndipo ambapo mawazo yalianza sasa kumtokea. Akaanza kuwaza ampigie simu Gayo, lakini Gayo tayari ameshawakimbia kabisa. Yupo eneo jingine kabisa ambapo ni mbali na hapo ambapo wanapoishi, kilomita 8 kabisa kwenda huko. Na katika huo mwezi hawakumuona Gayo akija katika machimbo. Sasa kaanza kujihoji yeye mwenyewe akilini mwake. Sasa nitampigia nani hapa? Nitampigia nani? Kwa sababu tangu waondoke, tangu tuhamie hapa, tangu tuhamie hapa Shangaro na tukapatengeneza pakapendeza namna hii, pakaanza kuwa mjini, hatujawahi kukutana na kamanda wetu, kiumbe wetu kabisa, msukuma halisi, Bwana Gayo. Sasa na hata kule machimboni kule Nyemshama sijamuona kabisa. Sasa mwezi mzima hatumuoni, ameamua kuhamia sehemu nyingine. Sasa nikimpigia simu hapa atatusaidia nini? Lakini ngoja nijitahidi, nijaribu kama kumpigia simu ili niweze kuona pengine kuna mambo ambayo anaweza kuyafanya pengine, na huu uoga ukaisha kabisa katika kichwa changu. Maana tayari hao watu wamefanikisha na ni lazima tutakufa. Maana huku kuwakwepa hatutaweza, kwa sababu tayari ni sawa tumemkaribisha shetani katika maisha yetu, na aliyokaribisha siwezi nikamlaumu, kwa sababu
Hakujua ni muda mrefu, kwa hiyo inanitesa kwa kweli. Labda ngoja nijaribu kumwambia tu mke wangu Angela, ili aweze kujua hata kesho na kesho kutwa nikija kufa basi ajue. Baada ya kuendelea kuwaza mambo kama hayo, hapo ndipo ambapo Angela alianza kuzungumza huku akisema, Mume wangu jamani, inaonekana una mawazo mazito. Kule nje mimi najua utakuwa umekutana na wale maadui. Sasa mimi nimeanza kuona wameanza kuishi hapo kwa kakaangu. Hadi na mimi nachanganyikiwa. Kwa mdogo wangu wameanza kuishi muda tu, karibia mwezi mzima wako hapo. Mume wangu, twende tukaishi wapi ili tuweze kuwakwepa? Angalau kama utakuwa umekuja na pesa, twende tukapange sehemu nyingine. Tuachane kabisa na hii nyumba, tuweke tu mtu ambaye atakayekuwa anatuchukulia pesa. Lakini sio vizuri tuendelee kuishi karibu nao, wanaweza wakakufanyia kitu kibaya. Mume wangu, nakumbuka mimi nakupenda sana. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Angela Kituro alianza kulia, kwa sababu tayari kile kitu ambacho walichokuwa wamekikwepa ndo hapo sasa kimeshaingia kabisa marangoni mwao, wanaishi nacho kabisa. Sasa baada ya kuendelea kuwa na mawazo namna hiyo, hakutaka kabisa kutoka nje, na kuna wakati ambapo Zegadi alikuwa kimuita ili aweze kutoka nje wazungumze mawili matatu, anakataa kabisa, mpaka pale ambapo Zegadi mwenyewe alipoamua kuingia ndani na kuanza kuzungumza naye. Walijaribu kubadilishana mawazo kwamba ni namna gani ambavyo wanaweza kuwakwepa, lakini kwa kweli kwa hapo walikuwa wameshikika, kwa sababu ubaya zaidi, hata sare ambazo walikuja wamevaa kutoka kule machimboni Nyemshama zimeandikwa kabisa kwamba wachimbaji wadogo wa Nyemshama wa mgodi mpya, zimeandikwa. Sasa hapo tayari akina Cosmas Mademvya wameshaziona. Sasa kama wameshaziona, hakuna namna hapo, ni lazima tu wameshajua kwamba ni wapi ambapo wanapofanyia kazi za machimbo, na hawawezi kuachana na hiyo kazi kwa sababu ndiyo ambayo inawaingizia pesa. Walijadiliana wote wawili, wakakosa namna ya kufanya, wakawashirikisha mpaka na wake zao ili wawapatie mawazo, lakini na wanawake nao hawakuweza kufua dafu kutoa mawazo yaliyo sahihi. Kwa hiyo kila mmoja alibaki tu anaguna akiwa hajui namna ya kufanya. Walishauriana ili waweze kumpigia kijana mmoja ambaye anaitwa Msukuma halisi, Bwana Gaywa. Walijaribu kumpigia, lakini huko alipokuwa, mtandao wa namba hiyo ambayo aliyokuwa amewapatia kampuni la mtandao huo lilikuwa halipatikani kule alipo.
kule Kikojakoja mtandao ambao aliowapatiepo namba haushiki. Kwa hiyo alishasajili namba nyingine ambazo zinashika kule. Nakumbuka hajakutana nao muda mrefu, hajakutana na Zegadi wala Kituro kwa muda mrefu, wala hajakutana na mashemeji zake Angela wala Edina. Kwa hiyo hamna hata mmoja ambaye ana namba yake mpya ambayo inapatikana kule mjini Kikojakoja. Kwa hiyo wamebaki hivyo hivyo. Wakakaa wakatafakari wafanye nini, lakini hawakuweza kupata chochote kile cha kuweza kufanya. Lakini walianza kuwa tu wanaenda migodini, wanamaliza wiki moja na kurudi, wanaenda migodini na kurudi. Hakuna chochote ambacho kilichotokea mpaka mwaka mmoja ukapita pasina chochote kile kutokea. Zegadi na Kituro wakajisahau kabisa kwamba kuna adui yao ambaye wanaishi naye. Walijisahau kabisa. Tena walivyokuwa waajabu sasa kina Angela pamoja na Edina, baada ya kuona kwamba hakuna chochote ambacho kilichotokea, basi Edina, Angela pamoja na Rachel walikuwa wakikaa sehemu moja, wanapiga story, wanasaidiana kufua nguo. Mpaka Rachel akawa anachukua nguo za Zegadi anazifua bila matatizo ya aina yeyote. Wanabadilishana kazi. Mfano kama Edina anafua, anaambiwa na Rachel aache kufua kwa sababu ufuaji ni mgumu, yeye aenda kapike ili waweze kuandaa msosi wa pamoja. Na aliwaaminisha kabisa Rachel kwamba akina Zegadi kwamba yeye hana shida na wao kwa sababu mapenzi hayalazimishwi. Kwa hiyo ameamua kuwa mtu safi na ataendelea kuwa mtu safi. Na wao kwenye hako kamtego wakaingia na wakaendelea kabisa kula chakula kwa pamoja pasina shida yoyote. Lakini ingawa ilikuwa inaonekana mara moja moja Edina akiwa anaendelea kumtamani hivi Zegadi asiweze kuondoka nyumbani, akiwa amejaliwa na wivu kwamba huenda anaweza kukutana na Rachel huko njiani akiwa ameenda labda kutafuta chochote. Wanaweza wakakutana huko na hatimaye wakaanzisha mapenzi yao ya zamani. Na kweli ingawa Rachel na yeye alikuwa akimtamani Zegadi, kuna wakati alikuwa akimwongelesha mambo ya mapenzi, Zegadi anakataa, anasema mimi nina mke tayari. Basi mimi siwezi kukulazimisha, mautani kama hayo, kwamba hawezi kumlazimisha, wataendelea kuishi tu pamoja, wao angalau marafiki. Zegadi anakataa, anasema mimi nataka tu nikuone wewe ni kama shemeji yangu ambaye ni mkubwa wake na Edina. Basi naye akakubali, ingawa huo ushemeji ulikuwa ni wa kutamaniana hapa na pale. Shemeji, unajua leo nimekumisi, unaonaje tukienda guesti? Lakini Zegadi anakataa hivyo hivyo. Lakini huku Cosmas Mademvya hakuwa wala hata na tamaa ya aina yeyote, kwa sababu alijua, wala hakuwa na wivu wa aina yeyote, kwa sababu alijua huenda hayo yote yanayotokea ni kwa ajili ya kuwaingiza kwenye mtego ili tu aweze kumnasa Kituro auawe na hatimaye yeye aweze kumng'amua vizuri kabisa Rachel na awe mke wake. Kuna kipindi ambacho kilifika Cosmas Mademvya akajaribu kumwambia Rachel ili waweze kuishi pamoja kama namna jinsi walivyokuwa wakiishi kule Bugureni. Anamuita kwenye gesti, wanaenda wanafanya vya kwao, wanarudi hivyo, yani iwe hivyo. Endapo akina Zegadi wanapokuwa hawapo,
basi angalau au anaingia mara moja kwenye chumba cha Recho anafanya vya kwao, lakini Recho alikataa na kumsisitizia kwamba endapo kama watafanya hivyo, na wakati yeye ameshaunganisha urafiki kwa Angela pamoja na Edina, basi moja kwa moja atakuja kuharibu. Kwa hiyo atulie, wakishamalizana na hili jambo moja kwa moja atakuwa ni wa kwake. Na yeye kweli akavuta subira. Maskini ya Mungu hakujua kama endapo anatumiwa kama kivuli tu, analaghaiwa kimapenzi, lakini hapendwi. Hakujua hilo. Na baadaye waliendeleza na urafiki wao kabisa, yani wakawa kitu kimoja. Recho hahofiwi na Zegadi, hahofiwi na Kituro, wala hahofiwi na Edina wala Angela. Yani wakawa ni familia. Mpaka Zegadi akaanza kujiuliza, kama endapo tangu zamani tungekuwa na upendo wa namna hii, tunaendelea kuishi hivi. Kama endapo asingekuwa ananitaka sana Recho, kumbe alikuwa ni mzuri tu, tunaweza tukaishi vizuri. Ingawa ni mtoto wa kitajiri na kwao sijawahi kwenda, lakini kwa vile sasa hivi ameshakuwa shemeji yangu, hebu ngoja nije nimwambie anipeleke kwao. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 33 ya simulizi yetu iitwayo Sina Makosa imeishia hapa. Tumewaona Kituro pamoja na Zegadi wakiwa wanajaribu kutafakari kwamba wanawezaje kumkwepa Recho na jopo lake hilo, lakini wakakosa namna ya kufanya, na wamejaribu kumpigia hata Gaywa, lakini kule kikoja alipo mtandao, namba ya mtandao aliyowaachia kule haushiki. Ana namba mpya na hajawahi tena kuonana nao tangu wapotezane katika mahame. Walivyoanza kuhamahama hakuwaona tena, na wala yeye mwenyewe hakwenda migodini tena. Je, unahisi atakuwa amefungua biashara nyingine? Au unahisi nini ambacho kilitokea hapo? Kwa nini hawampati? Je, kuna mtu ambaye pengine labda alishawahi kujua kwamba Gaywa yuko wapi na akamfuatilia, akaenda kumweleza matatizo ambayo yanawakumba akina Zegadi pamoja na Kituro? Tukutane sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu, sehemu ya 34 ya simulizi hii inayoitwa Sina Makosa. Huenda tunaweza tukayajua yote hayo kama endapo utakuwa hujasubscribe channel hii inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Ninachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, niseme kwa heri, na ninakushukuru sana msikilizaji wangu na mtazamaji ambaye umejiunga na familia ya Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kumbuka, baada ya simulizi hii kuna simulizi nyingine zitakazofuata. Tukutane sehemu ya mwisho ya 34 ya simulizi hii inayoitwa Sina Makosa. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo.
makala za kuelimisha.